Wakristo kote ulimwenguni, hususani Wakristo wa Kanisa Katoliki, wameungana na wenzao duniani katika siku hii ya Jumatano ya Majivu, ambapo ibada ya misa imefanyika katika parokia Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska. Swala la kufunga na kujinyima kwa lengo la kuwasaidia wengine linasisitizwa. Kwa hiyo ni kujinyima kile ambacho ni chazia, ambacho umekitenga kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Kwa hiyo ni sheria za kujinyima kwa makusudi na kuwasaidia wengine na kusali ili tuweze kutoa sadaka kwa watu wengine ambao hawana uwezo. Hiyo ndio maana ya kufunga. Lakini mimi ningependea tutumie neno kujinyima. Kufunga sawa, hata Yesu kwenye Biblia ametumia neno kufunga, lakini mimi napendelea neno la kujinyima. Kwa hiyo kile utakachojinyima katika kipindi cha siku 40 ndio utakachoweka kwenye bahasha yako kabla ya Pasaka. Utakachokuwa umejinyima ndio utakuja kuleta katika sanduku. Na hiyo nafikiri kanisa huwa inakusanya, inaipeleka moja kwa moja kwa watu, kuwasaidia watu wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini je, ni upi utaratibu mzuri katika swala la kufunga? Hapa unafafanuliwa. Wenzetu wao ufunga mwezi mmoja, siku 30, mwezi wa Ramadhani. Wao ufunga kuanzia alfajiri mpaka magharibi, jioni, masaa 12. Hawali chochote, hawanywi maji, hakuna chochote, hata kumeza mate. Sisi kipindi kikuu cha Kwaresima ni siku ngapi? 40. Wao ni 30, sisi ni 40. Hata hivyo sisi huwa tunafunga kila siku ya Kwaresima. Siku za lazima ni Jumatano na siku ya Majivu na Ijumaa. Lakini sisi hatuzuii kula. Tunachotakiwa ni kujinyima. Kula tunakula, lakini tunajinyima kwa ajili ya wengine. Hiyo ndio tofauti iliyo kubwa. Kwa hiyo siku nzima unaweza ukala, kama una chakula unaweza ukala, lakini katika kula kwako ujinyime kama una uwezo. Lakini kama una chakula, huwa nawaambia ukweli, kama chakula hakipo cha kujinyima au kitu kingine cha kujinyima, usiwasindishe watoto njaa. Baadhi ya waumini walioshiriki katika ibada hii ya kupakwa majivu katika parokia hii ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska wanasema kuwa kupitia kipindi hiki cha Kwaresma ni mwanzo wa kuyatenda yale yaliyo mema. Kubwa zaidi ni katika kuyaenzi na kuyafata yale yaliyofundishwa na padri hii leo. Tuishi yale ambayo yameendana na mwenendo wa Kristo mwenyewe. Padri ametuasa kwamba tufunge, tujinyime, tuwape wahitaji mahitaji kulingana kadiri Mwenyezi Mungu atakavyokujalia. Kipindi hiki tunatakiwa tusali, tujinyime na kutoa sadaka. Tuwe na huruma kwa wasiojiweza. Na tunapojinyima katika Juma Kuu litakapofika, kile ambacho tumejinyima tuweze kuwasaidia wenzetu wasio na uwezo. Katika somo letu la leo tumeweza kujifunza vitu vingi sana kuhusu hii nizamu ya kiroho katika hicho kipindi cha Kwaresima. Kwa hiyo tukumbuke sana kama Father alivyoweza kusema kwamba kuna vitu vitatu. Kuna sala pamoja, kuna maungamo hicho kipindi pamoja na sadaka. Kwa hiyo ni kipindi cha zaidi ya sisi wa Kristo kuweza kutubu zaidi na kuweza kujinyima kwa kile ambacho tulichokuwa tunakitumia. Kama ulikuwa unakunywa soda 2, basi hata moja unakunywa, moja unajinyima kwa ajili ya kwenda kutoa msaada kwa wengine. Kuna wagonjwa, basi kile tunachokiweka katika kipindi hiki cha Kwaresima, katika kule kujinyima, tunapaswa kuwapa hao wahitaji. Sio kwamba unajinyima unakula baada ya kushiba, au unasema hapana, hiki kitu kwa sababu nimeshindwa
basi nimpe mtu mwingine. Sio hivyo. Maana ya kufunga Kwaresima ya Wakatoliki ni kwamba unajinyima, kingine unawapa wenzako na kingine unakitumia wewe. Ibada hii imefanyika hii leo katika parokia ya Mwenye Heri Maria Teresa Ledokoska, ambapo wameungana na Wakristo wengine kote ulimwenguni katika kuadhimisha siku hii. Hadi wakati mwingine, endelea kutufuatilia kupitia mtandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube. Jina ni Kendege Parish. Mimi ni Tadei Tesha.